Ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, leo hii ni siku ya upigaji wa kura uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, ambapo wananchi wanamchagua rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani. Tume ya uchaguzi wa Zanzibar baada ya kutembelea vituo mbalimbali imeridhika na hali ya zoezi la upigaji kura kama linavyoendelea katika vituo vyote, ambapo vituo vyote vimefunguliwa saa 1 kamili asubuhi kama inavyoelekezwa na sheria, na watendaji wa vituo walifika kwa wakati na walianza kutekeleza majukumu yao. Lakini lingine, vifaa vyote vinavyohitajika katika zoezi hilo viliwasili kwa wakati vituoni, na hadi sasa hakuna taarifa yoyote ya changamoto au upungufu wa vifaa katika vituo vyote vya kupiga kura. Hakuna mpiga kura yeyote aliyofika kituoni na akakosa fursa yake ya kupiga kura. Tatu, tume imewaruhusu mawakala wa vyama vya siasa kuwemo katika vituo vya kupiga kura. Mawakala hao wanashiriki kikamilifu katika zoezi hilo tokea saa 1 vituo vifunguliwa, na tunaomba mawakala hao waendelee kuwa watulivu na waendelee na majukumu yao vituoni. Aidha, tunao vile waangalizi wa uchaguzi wa ndani na wale wa kimataifa, na wanaendelea kufanya shughuli zao za uangalizi wa uchaguzi katika wilaya zote za Zanzibar, na tunawataka waendelee kusimamia uangalizi huo kwa maadili. Pia waandishi wa habari nao wanaendelea kuwapatia wananchi habari za uchaguzi kulingana na vituo wanavyovitembelea. La 4, nawapongeza wananchi wote wa Zanzibar kwa kujitokeza kwao kwa wingi na kwa amani na kwa utulivu, huku akizingatia taratibu zote zilizowekwa na tume. Naomba baada ya kumaliza kupiga kura warudi majumbani mwao na kusubiri matokeo ya uchaguzi yatakapotolewa na tume. La mwisho, tunawashukuru wadau wote kwa kutoa mashirikiano yao kwa tume, na wito wangu kwa Wazanzibari wote kuwa watulivu na kudumisha amani ya nchi iliyopo. Naomba wananchi wajitokeze kutekeleza haki yao ya kupiga kura katika hali ya amani. Asanteni. Kura haki yako na amani wajibu wako. Kama kuna maswali. Asante. Samahani, jina langu ni Mary, nafanya na kituo cha Kifaransa. Kufikia sasa waweza tueleza voter turnout imekuwa vipi? Swali la pili, imekuwa katika vituo fulani ambapo agents wa ACT walikuwa nje wakisema kwamba hawajaruhusiwa kwenda ndani, na mmoja alikuwa na kibali na hakuruhusiwa kuingia katika stesheni, akisema kwamba kwa stesheni wakala wao ni mmoja na wale wa CCM walikuwa karibu wawili. Kitu gani hicho? Ilikuwa kituo 2 ya Malindi, okay, polisi, na ingine okay. Bela. Okay, yeah. Asante. Kwa voter turnout data mpaka sasa hivi bado hatujawa nazo, kwa sababu ile huwezi kujua mpaka kura zitakapohesabiwa, lakini kwa muonekano tu watu wengi wamejitokeza katika vituo ambavyo tumepata nafasi ya kuvitembelea. Tumeona idadi nzuri za wapiga kura, wengi wakiwa wakina mama na vijana, na ni zoezi ambalo linaendelea kwa utulivu na linaridhisha. Issue ya mawakala wote wamepata fursa. Zipo kesi ndogo ndogo kama hizo, kwa sababu na sisi tulipokea taarifa ya wakala mmoja, hicho kituo nachosema ni Bwawani. Kuna wakala ambaye alikuwa amefika na barua ambayo amepewa na msimamizi wa uchaguzi wa wilaya, lakini kufika pale hawakumpokea. Lakini issue ile tulishughulikia, nilikwenda mimi mwenyewe na nilikutana na wakala na alipata fursa ya kuendelea na shughuli zake. Na kituo hicho nilikuta kuna wakala mwingine ambao ni mawakala anakuwepo wakala, lakini anakuwepo mwingine wa akiba kama ikitokea tatizo lolote. Kuna wakala ambao alitolewa nje kutokana na kutofuata taratibu katika kituo. Sasa wakala mwingine wa akiba walimzuia, lakini ilifika vile tuweza kusuluhisha na tuliweza kuwakumbusha tu maafisa wetu haki za mawakala. Kwa hiyo hatujapokea tatizo lolote au changamoto yoyote mawakala zaidi ya hiyo. Swali, katika kutembea baadhi ya vituo, kuna baadhi ya wapiga kura wanalalamika kwamba majina yao hawajaona katika vituo vyao vya kupigia kura. Lakini vile natamani kufahamu zoezi hili la upigaji kura linaisha saa ngapi? Nianze la mwisho, zoezi la upigaji kura linaisha saa 10 kamili za jioni. Aidha, hiyo ya wapiga kura kutojiona katika daftari, sijapokea kesi hizo, lakini si tulitoa daftari kwa siku 7 kwenye vituo ili watu waende kuangalia majina yao, na yote ambao wataona kwamba jina lake alipo
ajue hatua gani achukue, kwa sababu sisi tuna mfumo tofauti ya kuangalia. Kuna hilo katika daftari, lakini kuna namba ya simu ambayo unaweza kaiweka, ambayo ni *152*00 alama reli, ambayo inakupa information zako zote. Lakini la tatu, leo tumeweka maafisa wetu wa IT kwenye vituo vyote. Pale ambapo utaona jina lako halipo kwenye daftari, ukienda kwake yeye anacho kishikwambi. Akiingiza namba zako, taarifa zako zinapatikana na unaambiwa ni chumba namba ngapi uende ukapige kura. Na zipo kesi chache ambazo zimetokea za watu ambao wameenda moja kwa moja kwa wale maafisa wetu na walipata fursa ya kuweza kupiga kura. Lakini sisi hatujapata malalamiko yoyote ya mtu ambaye anasema kwamba ameandikishwa lakini ameenda kwenye daftari tujamuona. Sababu tungepata malalamiko hayo tungeelekeza nini. Mwenyekiti, naitwa Yakob na wakilisha Sauti ya Ujerumani. Nauliza, kawaida uchaguzi yoyote inakuwa na dosari. Ndio. Umegundua dosari gani mpaka sasa? Na swali la pili, kuna taarifa zozote za watu katika kujiandikisha zilikuwepo dosari za watu walijiandikisha mara mbili, vituo zaidi ya kimoja? Je, katika upigaji wa kura hakuna dosari za kupiga kura mara mbili? La kwanza, huwezi kujiandikisha mara mbili, unajiandikisha mara moja. Ukienda tena kujiandikisha kwa ID yako hiyo hiyo, mfumo utakukataa. Kwa hiyo inakuwa ni mara moja tu. Kupiga kura mara mbili, tumepokea baadhi ya malalamiko kwamba kuna baadhi ya vituo watendaji wanatoa kura zaidi ya moja, lakini malalamiko ambayo hayana uthibitisho, hayajathibitishwa. Ila kwa kuwa kuna mawakala kwenye kila kituo kwa kila chama, mwisho kabisa wakati wa kufunga kituo kuna fomu ambazo zinatolewa kwa mawakala. Kama kuna matatizo yote katika vituo, huo ndio unakuwa fursa ya wakala kuweza kueleza nini amekiona katika kituo kile. Lakini kwa sasa hivi zinakuwa ni habari tu ambazo wewe mwenyewe huwezi kuthibitisha kwa sababu unakuwa haupo, na katika mchakato wa kiuchaguzi mengi yanazungumzwa. Tumemaliza. Naomba mheshimiwa niulize la mwisho kama litapaswa muhimu sana. Naitwa Jessica na tukia kile. Baada ya zoezi hili la upigaji wa kura ambao unaisha saa 10, nini kinafuata? Baada ya zoezi tunafunga vituo, na baada ya kufunga vituo tunahesabu kura, na baada inategemea na kituo na inategemea na idadi ya wapiga kura waliojitokeza. Kwa hiyo kila kituo hakitakuwa muda wake wa kumaliza labda kuhesabu au utakuwa sawa, na inategemea vile vile kama kuna malalamiko yoyote, challenges zozote, maana lazima uzisolve kwanza hizo, uweze kurekebisha au kutoa maamuzi ya malalamiko au kasoro zote ambazo zinaonekana zimejitokeza ili kuweza kuendelea na hatua inayofuata. Kwa hiyo vituo vitakuwa na utofauti katika kuweza kuhesabu kura, kujumuisha na kutoa matokeo. Samahani kidogo nimechelewa, mshalijibu utarambia. Nitaka ufafanuzi wa Mheshimiwa Jessica, zile kura za rais zitakuja hapa ndio tutaanza kuzihesabu. Mtazitoa baada ya kwa mpigo zote au kila jimbo zitatolewa kama kwa mazoea yakifanyika, na labda kwa kura za wakilishi na diwani zitatajwa katika za wilaya, sio hapa? Kura za wakilishi na udiwani zitatoka katika wilaya, lakini hapa sisi tutafanya majumuisho na kutoa kura za rais. Mara nyingi tumeshuhudia kila jimbo linatajwa rais umepata hivi na hivi, unapata ile briefing muda kila baada ya muda. Nasema this time itakuwa kama hivyo au ni system itakuwa mfumo mwingine? Ni utaratibu ambao utaendelea. Kwa hiyo tumemaliza Basi asanteni. Tutawaita muda mwingine ambapo kama tutakuwa